Engineer Hersi Said, huyu ni miongoni mwa viongozi wa kisoka katika nafasi kubwa tu za taasisi 2 mpaka 3 za kisoka duniani, Afrika na Tanzania. Yeye ni rais wa klabu ya Young Africans, klabu ambayo ndo ina mafanikio zaidi katika mataji ya ndani ya Tanzania bara. Tunaposema soka la Tanzania bara kwa maana ya timu yenye mafanikio zaidi, tunaangalia katika taji la top flight, yani ligi ya juu kabisa ya nchi hiyo. Sasa kwenye muktadha wa taifa letu au mataifa yote, ligi ya juu ni top flight, Premier League, ligi nambari 1 katika nchi husika. Kwa hiyo Young Africans wanaingia katika hilo pot kwamba ni klabu iliyobeba mataji mengi zaidi ndani. Yeye ni rais wao, lakini pia huyu ni mwenyekiti wa umoja wa klabu za Afrika, ACA. Yeye yuko pale, ikiwa huu ni umoja au ni chama kipya hiki ambacho kimeanzishwa kwenye miaka ya hivi karibuni 2023 kama kumbukumbu zangu ziko vizuri, na yeye ndio rais wa kwanza katika nafasi hiyo. Ni nafasi ambayo hakuwa peke yake kwa maana ya kuweza kukaa pale, lakini imetokea finally amefanikisha kuwa pale. Lakini kama haitoshi, huyu po katika kamati nyeti za FIFA, ikiwa ni kamati za mashindano kutoka katika shirikisho la juu kabisa la mpira wa miguu duniani au ulimwenguni. Hii ni FIFA, yeye yuko pale katika kamati. Engineer Hersi Said ni miongoni mwa watu ambao wanaonesha uthubutu mkubwa wa kutaka kufanya vizuri zaidi, kwa maana ya yeye binafsi kwenye karia yake na wasifu wake, lakini pia kwa taasisi yake ambayo iko nyuma yake, kwa maana ya Young Africans. Young Africans ndio taasisi ambayo inampa vibali maeneo mengine mbalimbali, hiyo ACA, lakini pia huko FIFA Young Africans ni kielelezo ambacho kinamwakilisha. Sasa sipo hapa kwa ajili ya kuzungumzia tu kuhusu Engineer Hersi Said. Niko hapa kwa ajili ya kuangalia comparison, mazingira ambayo yapo kutoka kwenye klabu yake kwa maana ya Young Africans ambayo iko chini yake, ukilinganisha na watani zao wa jadi kwa maana ya Simba, ambao kimsingi hizi klabu zote mbili, Simba na Yanga, ni klabu ambazo ni za miaka mingi, of course, zina historia kubwa sana katika kandanda ya Tanzania, na ndio klabu vioo, ndio klabu bora za muda wote. Tunasema GOATs, magoti haya mawili kutoka ndani ya Tanzania, greatest club of all time. Lakini ukiangalia zina historia yake nyuma, yani historia ya Simba na Yanga kushiriki michuano ya CAF kufika hatua za mbali haikuanza leo, ilishaanza tangu miaka mingi iliyopita huko nyuma. Yanga wameshawahi kucheza robo finali ya Champions League mara 2, mwaka 1969 huko na 70 kama kumbukumbu ziko vizuri, lakini ni miaka 2 alicheza robo finali ya klabu bingwa Afrika. Simba Sports wenyewe alishakuwa na historia yao, waliwahi kucheza kwenye miaka ya 70 mpaka nusu finali ya CAF Champions League, lakini baadaye wakacheza finali miaka ya 93 ya kombe la CAF. Historia haikuishia hapo. Mwanzo ni miaka ya 2000 Simba ilicheza hatua ya robo finali, wakati ule ipo kwenye hatua ya makundi baada ya kumtoa Club Zamalek. Young Africans miaka ya 2016, 17, 18, 16, 15 hapo kwenye miaka hiyo, na wenyewe walienda group stage pia michuano ya CAF Confederation chini Hans van der Pluijm, nadhani tutakumbuka vizuri. Kwa hiyo sio timu ambazo zimeanza maisha hapa, zilishakuwa na maisha yao ya CAF huko nyuma. Lakini ni ukweli kabisa kwamba kwa miaka ya hivi karibuni klabu hizi zimekuwa zikifanya vizuri zaidi kwa maana ya ushiriki wao kimataifa. Huko nyuma ilikuwa mara moja, inaweza timu ikatokea mara moja kwenye group stage au kwenye robo finali, alafu ikapita miaka mingi ikatokea tena. Sasa hivi kumekuwa na muendelezo, consistency ya hizi timu kufanya vizuri, karibia kila msimu bumper to bumper wapo group stage. Lakini Simba wanastahili heshima yao katika hili eneo, kwa maana ya msimu mwaka 2018-19 walianza kuonesha ile consistency ya ushiriki wao kimataifa. Walikwenda mpaka robo finali. Msimu uliofuata mambo hayakuwa vizuri, waliishia hatua za awali, wakarejea tena na tena mpaka leo hii. Wakikosekana Champions League, basi utawakuta katika Confederation. Lakini
miongoni mwa vitu ambavyo vimeifanya Simba kuwa threat Afrika, kuwa klabu nambari 5 Afrika, kuwa klabu inayozungumzwa kama ni klabu kubwa Afrika, basi ni pamoja na mikakati mizuri ambayo uongozi wake waliifanya. Miongoni mwa mikakati hiyo kwa wakati ule ilikuwa ni kuwa na good and proper management. Walikuwa na management nzuri sana chini ya rais wa bodi yao kwa maana Mohamed Dewji Mo, ambaye ndani yake hapo alikuwa kuna watu pia alikuwa akishirikiana nao katika bodi, viongozi. Wakati huo pia alikuwa Senzo Mbata, baadaye akaja Barbara Gonzalez pamoja na Mulamu Ngambi. Walikuwa wakifanya safari za kwenda maeneo mbalimbali ya Afrika kwa ajili ya kwenda kujifunza, wakitafuta fursa, wakizisaka hizo nafasi ili waweze kujua behind the scene kuna vitu gani ambavyo wangeweza kujifunza. Tuliona movement nyingi. Simba ikawa trusted hadi na CAF na hata hadi na FIFA. Gianni Infantino amesha kurecognize mara kadhaa juu ya ukubwa wa Simba Sports, ambao tayari walishaweka alama yao ya kufanya vizuri. So Simba ilikuwa inaelea katika bahari yake, kwa maana katika michuano ya kimataifa, lakini pia hapa ndani ilikuwa inafanya vizuri. Scouting yao ilikuwa nzuri, mazingira mengi yalikuwa yanaenda vizuri, na hizo nafasi za CAF ku appreciate mpaka kaleta AFL hapa. Mashindano makubwa sana ya kisoka Afrika yalifanyika hapa nyumbani. Hiyo opening yake ilikuwa hapa nyumbani. Simba alikuwa anacheza dhidi ya Al Ahly. Kwa hiyo kuna privileges nyingi sana ambazo Simba alizileta hapa Tanzania. Young Africans waliona hii kama fursa, walijifunza. Kuna kitu kilikuwa hakiendi sawa, walikiona kwa upande wao. Walikuwa wana struggle kufika huku ambako Simba alikuwa tayari ameshaweka mark yake. Wanafikaje huku? Walichoamua kukifanya, na mind you, wakati huo ilikuwa Simba tayari wameshafanya transformation. Walishatoka katika mfumo wa full ownership ya membership, na tayari katika makaratasi walisha draw. Mchakato ulikuwa mrefu sana. Walidraw mpango wa kushifti kutoka kule kwenda katika mdhabuni awe na share za asilimia fulani, hisa za asilimia fulani, timu iwe na asilimia fulani. Hizo zote ilikuwa ni structure za hatua za kimaendeleo ambazo klabu walikuwa wanazipiga. Kwa hiyo Young Africans ni kama licha ya ukongwe wao, licha ya kufanana kimahadhi na Simba, lakini waliona tayari kuna hatua kubwa ambayo Simba wanaipiga tofauti na wao walipo. Wao walikuwa kistruggle wakati huo. Ni wakati ambao walipitia vipindi vingi vigumu, ikiwemo na kuchanga pesa kwa mfumo wa mabakuli. Tulikuwa tunaita mabakuli hapa. Walikuwa kaenda maeneo mbalimbali kwa ajili ya kufanya vitu vya namna hiyo. Lakini mambo yakabadilika. Waliona wakajifunza, wakakonka. Namna ya kujifunza, waliona kitu gani ambacho wenzao wanakifanya. Wao wakaenda extra mile. Miongoni mwa kwenda extra mile, kwanza walikaribisha GSM alivyoingia kwenye kikosi. Akaingia pia na Engineer Hersi Said, ambaye baada ya kuingia ukaona kabisa kuna maono anakuja nayo ndani ya kikosi, kwa maana ndani ya timu ya Young Africans. Lakini pia wasaidizi wake, ile team of management ambao wali recruit baadhi, lakini baadhi ambao waliingia kupitia uchaguzi wakawa wako pale, wametengeneza excom committee. Lakini yeye mwenyewe sasa Hersi Said ikawa anatafuta zile njia ambazo Simba walipenetrate kwenda kujifunza kwa maklabu makubwa kama Al Ahly na kadhalika. Lakini Young Africans wakatengeneza strong team ambayo inafanya vizuri katika maeneo mengi, ikiwemo katika kitengo chao cha habari, katika managerial area wanafanya vizuri, na miongoni mwa vitu vikubwa ambavyo vimezuia ni conflicts, yani kuona migogoro ndani ya klabu yao. Of course ni klabu ambayo ilikuwa na migogoro mingi kwenye historia huko nyuma, lakini walijaribu kufunika ile migogoro, na sasa wako ndani ya dunia yao. Na Engineer Hersi Said unamuona sasa anazidi kupenetrate kwenda katika maeneo mengine ambayo anaamini yana maslahi makubwa sana kwa klabu yake ya Young Africans. Utaona passion ambayo yuko nayo ilipo Young Africans, na yeye unamuona hapo. Wakati huu wa mpumziko, unaona zinakuja taarifa kama hizi za kwenda katika kongamano kubwa ambalo limeandaliwa na FIFA kwa ajili ya kwenda kuwa speaker kutoka Afrika na kwenda ku represent pale, kwenda kuzungumza eneo nyeti la club transformation process, key elements
unaona ni eneo muhimu, uwepo wa watu pale, watu wale ni wazito, lakini anakwenda na yeye kwenda kupeleka mawazo yake, anakwenda kupeleka idea yake. So ni mtu ambaye ni muhimu sana kwenye taasisi kubwa kama ya Young Africans, lakini pia hata huko nje ya Young Africans kwa maana ya CAF, FIFA, wanaona juu ya uwezo ambao yuko nao kijana huyu ambaye ni mdogo tu kwa umri, lakini anazidi kufanya vitu ambavyo unaona kwa kweli kuna hatua kubwa ambayo anaipiga. Nilizungumzia hapa kuhusu Simba, Barbara Gonzalez, Mulamu Ngambi walifanya tour za kwenda katika klabu mbalimbali kwenda kujifunza ikiwemo Al Ahly. Leo hii tunaona klabu nyingine mbalimbali zinakuja kujifunza hapa Tanzania kwa Young Africans. Yaani wanakwenda kwa Yanga kwenda kujifunza baadhi ya mambo mbalimbali. Miongoni mwa vitu ambavyo vilinistajabisha ni kuona chama langu mimi Tupwisa Mazembe walikuja kujifunza kwa Young Africans. Just imagine, Mazembe ni ligoti, ni klabu likubwa halimithiriki, ni klabu likubwa Afrika. Yani ukilitoa Al Ahly lenyewe ukaliweka pembeni, maana Al Ahly ndo lidude lenyewe unaleka pembeni, basi ni TP Mazembe, ni klabu zito limejifunza kwa Young Africans. Just imagine. Kwa hiyo Young Africans kuna mstari ambao wanauchora, mstari mkubwa mpaka kufikia hapa walipo, na haimaanishi kwamba kuna vitu hawakosei. Hakuna taasisi ambayo haitelezi. Inawezekana kuna vitu ikawa wanakosea kwenye baadhi ya maeneo, lakini unaona miongoni mwa vitu ambavyo wanaweza kuvifanya kwa ubora ni ku backup. Yani ukiona kuna kitu labda kinyenda sawa, basi wana backup kwa haraka, wanaweka sawa. Unaona kuna vitu vingi sana ambavyo wanavifanya. So kwa Engineer Hersi kufika kule, na ukiangalia klabu front haraka, viongozi wa Young Africans, utapiga picha haraka unamuona Engineer Hersi yuko pale. Utamuona labda Andrew Mtine ambaye ni afisa mtendaji mkuu yuko pale. Lakini viongozi wengine maybe hawana hayo majina makubwa, ukiachana na dawati la habari ambalo always liko front kutokana na kazi zao. Viongozi wengine pengine unaweza usiwaone kwa haraka, watu wanafanya tu kazi. Sasa hii hatua ambayo wameifikia Young Africans ni hatua nzuri sana, na tunatamani kuona Great Simba again. Ile Simba ikirudisha tena yale mahadhi yake ambayo alikuwa nayo kwa wakati ule, njia ambazo alikuwa anasipitia mpaka kufikia hapa, mpaka kufikia kuwa threat ndani na nje. Basi tunatamani kuona wakifika hapa. Wao ni kama game changer. Heshima ya Simba iko pale pale. Ni kama game changer, walichora ramani ya kupita ambayo Young Africans wakaitumia, na inaonekana wanazidi kuchanja mboga. Leo hii tunapozungumza bwana, katika viwango vya ubora wa CAF Afrika, Simba wako nafasi ya 6. Hapa ni ile live standing. Ninavyosema live standing nieleweke, ni matokeo ambayo yamepatikana kwa msimu huu kuelekea msimu ujao wa 2026 2027. Young Africans, Simba wako nafasi ya 6. Walikuwa nafasi ya 5 msimu jana kwa viwango vya msimu jana, lakini viwango vya msimu ujao wako nafasi ya 6. Wameshuka alama moja na wamempisha FC Pyramids ya Misri. Young Africans wametoka nafasi ya 12 kwa matokeo ambayo wameyapata mpaka sasa, wamesogea mpaka katika nafasi ya 8. Mbele yao kuna klabu Zamalek. Hatujui msimu huu utaisha vipi endapo Simba yuko kwenye mazingira magumu, of course, kwenye Champions League. Tunaombea afuzu aende mbele ili tuweze kuongeza timu zaidi katika hatua za mbele. Lakini ikitokea haikuwa bahati kwao, wakashindwa kwenda kule mbele, kuna nafasi kubwa ya Young Africans kuchukua ile nafasi yake. Kwa hiyo kama Young Africans mwenyewe pia atafanya vizuri, ataenda katika hatua za juu zaidi. So hilo ndo kubwa zaidi ambalo binafsi naona lipo kwa upande wa miamba hii miwili, maklabu yetu Tanzania haya mawili ambayo ni makubwa zaidi, lakini zote bado zina nafasi. Good thing ni kwamba tunaiona Simba kama imedrop kwa muda mrefu ndani ya ligi. Tunaiona Simba kama imeanza kutokufanya vizuri kimataifa kwa msimu huu, lakini good thing ni bado wapo katika proper direction. Wana mazingira mengi mazuri ya kuweza kuturn up hapa walipo na kubadilisha kila kitu na wao kuweza kufanya vizuri. Mungu ibariki Tanzania, Mungu zibariki hizi timu zetu, Mungu ubariki mpira wetu. Mpaka wakati mwingine, hii ni Mzinga Sports.